hayo ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amewahakikishia wawekezaji nchini kwa serikali ya kitaifa imeweka mikakati ili kuhakikisha inaboresha mazingira ya kibiashara kama vile kutuliza joto la kisiasa nchini. Akizungumza alipoongoza kongamano la kila mwaka la wawekezaji wa kibinafsi barani Afrika jijini Nairobi, Profesa Kindiki ametetea hatua ya serikali kubinafsisha baadhi ya mali ya umma, akisema hatua hiyo inalenga kutekeleza baadhi ya miradi yake bila kuwatoza wananchi kodi zaidi. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ameongoza kongamano la kila mwaka la wawekezaji wa kibinafsi barani Afrika jijini Nairobi. Akizungumza katika kongamano hilo, Profesa Kindiki amewahakikishia wawekezaji nchini kwa serikali imejikaza kuhakikisha mazingira bora kwa wawekezaji pamoja na kutuliza joto la kisiasa nchini. We are also assuring all investors of political stability, long-term political stability, and I can assure you that we as government are committed to ensure that our stability is long-term, and we'll make the right sacrifices and the right decisions to make sure that we do not impact negatively on long-term political stability. We have every intention as the government of Kenya to make sure that those fundamentals remain stable, to encourage investors to put their money in Kenya, whether in local currency or in foreign currency, without bringing losses in terms of currency fluctuations. Ameeleza kuwa tayari taifa la Kenya limeshirikiana na sekta za kibinafsi kuendeleza miradi yao, akitoa mfano wa barabara ya Expressway na Lironi Mau Summit ambazo serikali ilishirikiana na sekta za kibinafsi kuzitekeleza. I know that Kenya's public-private partnership framework has become a key instrument in infrastructure delivery. Flagship projects such as the Nairobi Expressway and the ongoing Lironi Mau Summit Road PPP demonstrates the viability of blended financing structures where private capital is effectively mobilized to deliver large-scale infrastructure. Hata hivyo, ametetea hatua ya serikali kubinafsisha baadhi ya mali ya umma, akisema serikali inalenga kutekeleza baadhi ya miradi yake bila kuongeza kodi wanayotoa Wakenya. We want to invite the private sector to crowd in the National Infrastructure Fund, which we have just finalized the law, and we've already started harnessing seed capital from privatization and from transactions in the capital markets of government assets. And we want for every $1 to crowd in, hopefully $10 from private sector to help us move forward our infrastructure into the more modern space. Isaac Musyoka, Undugu TV.